Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Ni ya bara almaarufu kama NBC Premier League, mchezo wa mzunguko wa 30, mchezo wa mwisho kwa mwaka 2025 2026, ambao unasubiriwa na wadau wengi wa soka nchini Tanzania siku ya Jumanne, yani tarehe 30 ya mwezi Juni mwaka 2026. Ni mchezo ambao utakwenda kuikutanisha klabu ya soka ya JKT Tanzania wakiwa Mbweni katika uwanja wao wa Meja Jenerali Isamuhyo pale jijini Dar es Salaam, wakienda kuchezwa na bingwa mtetezi ambaye ni klabu ya soka Young Africans ama timu ya Yanga Sports Club, ambapo mchezo huu ni mchezo ambao unavutia kwa sababu klabu ya soka ya Yanga Sports Club wanatafuta angalau alama moja ama kupata ushindi ili kuweza kutawazwa kuwa mabingwa wa ligi kuu ya NBC, kwa sababu ukiangalia kunako msimamo wa ligi kuu ya NBC, klabu ya soka Yanga kwa sasa ndiyo vinara wakiwa wamecheza jumla ya michezo 29, wameshinda michezo 22, sare michezo 6 na kupoteza mchezo mmoja, ambapo Young Africans ameshinda mabao 68, ndio klabu ambayo imefunga mabao mengi, huku wao wakiruhusu mabao 9 wakiwa wana faida ya mabao 59 na pointi zao 72 katika nafasi ya kwanza. Lakini Simba yuko nafasi ya pili na alama 70. Lakini tunashuhudia Yanga anakwenda kucheza na JKT Tanzania ambao wao wapo nafasi ya 6 wakiwa wamecheza michezo 29, wameshinda michezo 10, sare michezo 12 na kupoteza michezo 7, wakiwa wamefunga mabao 30 na kuruhusu mabao 30, hawadai goli wala kudaiwa goli, wakiwa na mazao 42. Mchezo unavutia kwa sababu JKT Tanzania wanapokuwa Mbweni katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo wanatisha kweli kweli. Ni klabu ambayo inapokuwa nyumbani inajua kuuma meno kweli kweli. Sasa kuelekea katika mchezo huu tunaona head to head timu hizi zimekutana mara 10, michezo ya mwisho 10 kukutana. JKT haijawahi kupata ushindi mbele ya Yanga, Yanga akishinda michezo 7 na sare ikiwa ni michezo 3. Msimu wa mwaka 2025 2026 vilabu hivi vimekutana mara 2. Katika mchezo wa mzunguko wa kwanza ligi kuu ya NBC, klabu ya soka Yanga wakiwa nyumbani walifunga JKT mabao 5-0, lakini walikutana tena katika mchezo wa nusu finali kombe la CRDB Bank, mchezo wa robo finali wa kombe la CRDB Bank Federation Cup, ambapo Young Africans alifunga JKT mabao 2-0 katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo. Kwa hiyo kwa sasa wanakwenda kukutana katika mchezo wa mwisho wa ligi kuu ya NBC. Young Africans wakipata tu ushindi ama kutoa sare, moja kwa moja watakuwa mabingwa wa ligi kuu ya NBC. Sasa kabla ya kuendelea mbali, una nafasi ya kutuambia kuelekea katika mchezo kati ya Yanga na JKT Tanzania, je, ni klabu gani ambao unaiona itakwenda kupata ushindi, na je ni ushindi wa magoli mangapi? Kwa shuka kwenye chini hapo kwenye comment kadondoshe maoni ili tuende sawa. Sasa kuelekea katika mchezo wa Yanga Sports Club dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya JKT Tanzania, klabu ya soka ya Yanga wameweza kupata pigo kubwa kwa sababu kuna nyota wao muhimu wanatarajia kuwakosa kuelekea katika mchezo huu wa mwisho dhidi ya JKT Tanzania. Nyota wa kwanza ambaye klabu ya soka ya Yanga watamkosa ni mchezaji Izra Patrick Mwenda, ambaye amesimamishwa na uongozi wa klabu ya soka ya Yanga kutokana na sababu ya kuwa ni mtovu wa nidhamu. Kwa hiyo tunaona kwa upande mwingine nyota huyu amesimamishwa. Nyota wa pili ambaye klabu ya soka ya Yanga wanatarajia kumkosa ni beki wa katikati Dickson Jobu, big brand defender, ambapo beki huyu tunaona atakosekana kwa sababu ya majeraha ambayo ameweza kuuguza wakati akitumikia Yanga katika msimu huu wa mwaka 2025 2026. Na nyota wa mwisho ambaye atamkosa kwa sababu ya kuwa na majeraha ni Clement Mzize, mchezaji ambaye anacheza katika eneo la ushambuliaji, ambapo sisi tunafahamu nyota huyu aliumia tu mwanzoni mwa msimu. Kwa hiyo tunaona amekaa nje msimu mzima pasipo kucheza mechi yote ya kimashindano akiwa na klabu ya soka ya Yanga Sports Club ama timu ya wananchi. Kwa hiyo tunaona
hiyo ndiyo orodha confirmed ambayo itakwenda kukosekana kwa wachezaji ambao Yanga wanawatumia. Kwa hiyo tunaona kwa upande mwingine ndicho ambacho kimetokea, ni pigo kwa upande wa klabu ya soka ya Yanga Sports Club.